kwa siku ya leo tena. Tunatamani Roho Mtakatifu akatuhudumie tena na leo kwa kama alivyokusudia. Jana tulizungumza kwa habari ya toba na ambavyo kutubu kunahusiana na ubatizo. Tulisoma kitabu cha Mambo cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 36 na 30, mstari wa 37 na 38, ambapo Mtume Petro aliwaambia wale watu waliokuwa wanashangaa, akiwaambia kwamba baada ya kuuliza tufanye nini basi, wakatoa mwongozo kuambia tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Na ambapo hapo tulijenga msingi wa mafundisho yetu jana kwamba toba inaambatana pia na ubatizo, ambapo katika toba, baada ya mtu kufanya maamuzi ya kutubu, kinachofuatia ni ubatizo. Na nikasema ubatizo ni neno ambalo linatokana na neno la Kigiriki baptizo, ambao tafsiri ya neno baptizo, tafsiri ya neno baptizo hiyo ni kuzamishwa, ambapo katika kuzamishwa inakufa roho ya asili, inaibuliwa roho mpya, ama anaibuliwa mtu mpya mwenye tabia mpya. Bwana apewe sifa. Jana nilisema katika ubatizo kuna mambo ya msingi yanafanyika. Jambo kubwa la kwanza ni kufa. Ni kufa kwa asili. Kufa kwa roho ya asili. Alafu jambo la kwanza ni kufa kwa roho ya asili. Jambo la pili, jambo la pili linafanyika katika ubatizo ni kupokea jina ambalo linampa mtu sifa ama tabia njema. Neno jina kwa Kigiriki ni anoma. Anoma tafsiri yake kwa Kiingereza ni character. Character tafsiri yake ni tabia ama sifa. Kwa hiyo katika kupewa jina, anachofanya mtoa jina, ana impart tabia juu ya kiumbe kinachopewa jina. Haleluya. Ukimpa mtoto wako jina, unachokifanya unapandikiza tabia ndani ya mtoto. Yaani lile jina lita control maisha yake, kwa sababu lile jina ndio litaamua tabia za huyo mtu. Asa haya mambo yalifanyika zamani. Wako watu waliozaliwa kipindi cha njaa wakaitwa majina ya njaa. Wako watu waliozaliwa kipindi cha labda alimtesa. Unajua kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati mlango wa 4 kama sikosei, Biblia inasema hivi. Mambo ya Nyakati mlango wa 4. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 4. Mstari wa 10, maandiko yanasema hivi. Huyo Yabesi alimlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungelinibarikia kweli kweli na kunizidishia onzi yangu, na mkono wako ungelikuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mtu mmoja alizaliwa akaitwa Yabesi. Na sababu za kuitwa Yabesi ni kwamba mama yake alikuwa amechoshwa na mazingira ya kumzaa mtoto. Katika kuzaliwa kwetu, kila mtoto anakuja kwa namna yake duniani.
yuko ambaye anatesa mama, yuko mtoto ambaye katika kuzaliwa kwake hata ndoa inavunjika. Wako watoto ambao wamevunja ndoa kabisa. Ile mama amebeba mtoto ujauzito, baba na mama hawajaelewana mpaka ndoa ikavunjika. Wako watoto ambao wanakuja na baraka. Ile mama amebeba ujauzito na shangaa mama yuko nyumbani anaenda kila kitu kinafanikiwa. Wako watoto ambao wanawatesa mama zao, ujauzito unamtesa mama mpaka mama anatamani kutoa. Wako watoto ambao ujauzito unamfanya mama tangu ile siku ya kwanza mpaka mtoto, yani siku zote huyo mtoto tangu mimba imeingia, huyo mama analiaga tu. Yani huyo mtoto anamliza mama kwa staili mbalimbali, kukataliwa au kuumwa, matatizo hapa na pale, gomvi, kupoteza kazi, mikosi, mpaka siku wanafungua hivi, kula uzazi kwa shida, mpaka siku mtoto anaenda shule, korofi, hasara tu kila kitu. Kwa hiyo kuna watoto ambao wanazaliwa na karakta zao na sifa zao ngumu. Hasa Yabesi katika kuzaliwa kwake, kuna mahali mama alipita pagumu na akaamua kumwita yule Yabesi huzuni. Akamwita huzuni. Mstari wa 9 unasema, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze na mamaye, akamwita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Kwa hiyo sababu ya msingi ya kumwita Yabesi ni kwa sababu alimzaa katika ile huzuni, akamwita Yabesi. Sasa huyo Yabesi maisha yake yalikuwa ni ya huzuni tu, hana raha. Alikuwa ni maisha ya huzuni, maisha ya mipaka ya furaha. Labda anaweza kufurahi dakika chache tu, anajua kabisa hata nikifurahi anajua hii furaha itaenda muda mrefu. Ukomo kwenye kila mahali, vikwazo kila mahali, anaenda kwa vizuizi. Lakini Yabesi aligundua kwamba kwa hiyo sasa Yabesi alipoenda akiishi maisha yake yanakuwa magumu. Katika kumeditate na katika kujiresearch, akagundua kuna kifungo kwenye jina lake. Kilichomfungulia kwamba ana kifungo kwenye jina lake, inawezekana alipeleleza kwa nini anaitwa Yabesi. Wengine akapata hiyo siri kwamba mama yako alikuzaa katika ile huzuni. Bwana tuweze. Aliposhtuka hiyo kwamba kuna source, kuna chanzo, na chanzo ni jina. Kwa maana mama aliniita hivi akiwa ananiwazia mabaya, basi aliamua kufanya kitu kimoja. Biblia inasema alimlingana Mungu. Aliamua sasa kwamba nimeitwa hivi kwa sababu ya huzuni. Kwa hiyo mamake alimuita huzuni bila kujua kwamba amemlaani. Kuna mtoto mmoja alizaliwa Israeli. Wakati mama ni mjamzito, mwali wa Eli. Eli alikuwa taarifa ya kwamba bwana, watoto wako wametekwa, wameuawa kwenye vita. Eli akaambiwa, alafu sanduku la Bwana limetekwa, liko matekani. Eli alipoambiwa hivyo, akaamua kwamba akashtuka, akaanguka, akafa. Siku moja nilikuwa namwombea rafiki yangu, mke wake ni mjamzito. Akaandikiwa kwenda KCMC. Alikuwa hapo wilayani. Akapakizwa kwenye ambulance. Alipofika tu KCMC hivi akajifungua salama. Wakasema madaktari wamesema huenda wakati ambulance inaenda ule mtikisiko ulisababisha kitu, kwa hiyo ikawa ndo tiba yake kwa maelezo ya madaktari. Bwana apewe sifa. Asa shock inapokuja kwa mwanamke inaweza kumsababishia akaona uchungu sana ambao ilikuwa sio saa yake. Kwa hiyo yule mke yule mwali aliona uchungu, akazaa mtoto akiwa katika hali ya kukata tamaa kabisa. Akasema yule mtoto aitwe Ichabod.
kwa sababu utukufu wa Bwana umeondoka Israeli. Kwa hiyo alitoa jina katika mazingira ya kukata tamaa. Bwana apewe sifa. Sasa na huyu mama Yabesi hivyo hivyo, kutokana na mapito aliyopitia, kwa sababu huyu Yabesi pengine kwanza ujauzito wake na nini, akamuita huzuni. Sasa Yabesi kila akijaribu kukaa afurahi kama watu wengine, mambo yanakataa. Yaani yeye huzuni inamshikiliaga tu. Atafurahi dakika 10 lakini lazima litakuja jambo la kumtoa kwenye furaha. Yabesi akawa anaangalia wenzake, anaona wanaenda vizuri, wenzake wanafuraha, ndugu zake wako sawa, lakini yeye yuko tofauti. Yabesi akaamua kujiresearch, akaamua kujitafakari. Na katika kujitafakari kwake akagundua ya kuwa mateso anayopitia ni jina alilopewa na mama yake. Kwa hiyo kutokana na mazingira ya mama kutoa jina, yamemvalisha roho ya huzuni. Bwana apewe sifa. Sasa Yabesi akaamua kitu kimoja. Yabesi akaamua kitu kimoja. Yabesi akafanya hivi. Akasema moyoni, haijaandikwa lakini nafikiri ndivyo ilivyo, nimezaliwa katika huzuni. Mama yangu ameniita huzuni, lakini nakataa, sitakufa na hii huzuni. Sitadumu na hii huzuni. Kwa hiyo akaanza sasa maombi yake. Biblia inasema naye Yabesi akamlingana Mungu. Biblia moja inaitwa Amplified Bible inasema Yabesi akamlilia Mungu wa Israeli akisema, Mungu, laiti ungelinibariki na kuongeza ama kupanua mipaka yangu. Kwa nini anasema kupanua mipaka? Maana alifungiwa mipaka, aliwekewa ukomo wa maongezeko, aliwekewa ukomo wa baraka, aliwekewa ukomo wa furaha, aliwekewa ukomo wa mafanikio. Kwa hiyo alikuwa ana limitations, alikuwa ana mipaka kwenye kila jambo. Ataenda lakini mwisho utakuwa ni hapa, atacheka lakini mwisho utakuwa ni hapa. Kwa hiyo Yabesi katika kujiresearch aligundua mambo mengi, katika kujitathmini, katika kujipeleleza aligundua mambo mengi. Moja alijua nina huzuni, na hiyo huzuni inasababishwa na jina alilonipa mama, maana alilitoa kama kunilaani hata kama alikuwa hajui. Kwa hiyo Yabesi akagundua ya kwamba hili jina linaniwekea mipaka ya maisha kwenye maisha yangu. Na Yabesi akagundua hili jina linawezaje kuniwekea mipaka. Yabesi akagundua kwamba sio jina, ile ni laana ambayo imekaa katika jina. Kwa hiyo akawa anasema hivi Yabesi, lao ungelinibariki. Yabesi aligundua maisha yangu kuna laana iko nyuma yangu, na kitu kinachoweza kuondoa laana ni baraka. Haleluya. Kwa hiyo Yabesi akawa anamwambia Mungu, nibariki. Maana yake anang'ang'ana kama Yakobo alivyong'ang'ana ili apate baraka ambazo zitaweza kuzidi kiwango cha laana aliyolaaniwa. Kwa akamwambia Mungu, nibariki, walao nibariki. Alafu anamwambia hizo baraka zikaniondolee mipaka niliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho. Mungu, naomba unibariki ili mipaka iondoke. Bwana apewe sifa. Akaomba hivyo. Akaomba kitu cha pili, akasema, angalau mkono wako wenye nguvu ungekuwa pamoja nami. Anagundua kwamba mkono wa Bwana hauko na yeye. Watu waliolaaniwa, neema ya Mungu hakai katikati ya laana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo akawa naomba mkono wa Mungu uwe juu yake. Kwa lugha nyingine, unaposema kwa Kiingereza anasema that your hand might be with me. Mkono wako uwe juu ya pamoja nami. Unaposema mkono wa Mungu uwe pamoja nami, maana yake Mungu apigane kwa niaba yako. Maana yake Mungu afanye kwa niaba yako. Kwa nini? Kwa sababu ameona mimi siwezi. Ameona kwamba hichi kitu kwa nguvu zangu siwezi. Hii kwa Kiingereza inaitwa total surrender. Kwa hiyo amejisalimisha kwake, akasema sina haki, sina nguvu, sina baraka, sina uwezo. Naomba niondolee laana, nibariki
naomba mkono wako uwe na mimi, unisaidie, naomba niondolee mipaka walioniwekea. Bwana apewe sifa. Anasema, na ungeniweka mbali na maovu ili asinidhuru. Mambo aliyoomba Yabesi: baraka, aondolewe mipaka, mkono wa Mungu uwe pamoja na yeye, afu awekwe mbali na maovu. Kwa nini mbali na maovu? Kwa sababu maovu yana activate. Maovu ni chakula cha laana. Mahali popote penye laana, ili ile laana ifanye kazi, lazima patokee madhambi, ili yale madhambi sasa yanaamsha ile laana iweze kuingia kwenye utendaji. Kwa hiyo anasema, Mungu nitenge mbali na uovu. Kwa hiyo inaonekana Yabesi pia alikuwa anavutwa katika maovu, akiwa anajua kwamba utakatifu utakapokuwa juu yangu, nitapata nguvu na haki kwenye ulimwengu wa roho. Bwana apewe sifa. Biblia moja inaitwa Message Translation Bible inasema hivi: na Yabesi akaomba kwa Mungu wa Israeli akasema, nibariki, nibariki, nipe ardhi, nipe ardhi pana, na unipe ulinzi, usiruhusu mabaya nipate. Acha nisome moja ya mwisho. Biblia moja inaitwa New Language Translation inasema hivi: Yabesi alimwomba Mungu wa Israeli, Bwana, angalau ungelinibariki na kupanua mipaka yangu. Inafanana na ile ya kwanza. Bwana apewe sifa. Sasa kwa nini Yabesi anaomba? Amegundua kuna shida kwenye jina. Kwa hiyo akaomba. Atuambiwe aliomba muda gani, lakini aliomba. Na hakuomba mambo mengi. Bwana nibariki nitoe kwenye hii laana. Laana iliyoko kwenye hii jina. Bwana nibariki nitoe kwenye hii laana. Bwana nibariki, ondoa mipaka. Mbona kila nikifanya kazi inaishia njiani? Mbona kila nikiingia kwenye mahusiano sitoboi? Mbona kila nikijaribu kufanya hichi na kwama? Mungu, najua hili jina ni mama alinipa. Mama yangu alinilaani. Naomba unibariki, ondoa hii laana iliyoko kwenye hili jina. Naomba unibariki, ondoa mipaka niliyowekwa kwenye mahusiano. Naomba unibariki, ondoa mipaka niliyowekwa ya kiuchumi, kwamba mimi siwezi kuvuka 1,000,000, kwamba mimi siwezi kumiliki zaidi ya 1,000,000. Mbona nikishika hizi pesa zinanichanganya? Bwana nibariki, nipe uwezo wa kumiliki hata 10,000,000 na zaidi. Bwana nibariki, niondolee mipaka kwenye kila eneo analoona pana limitation. Anaomba tu, Mungu nibariki, ondoa mipaka. Mungu nibariki, ondoa mipaka. Mungu nibariki, ondoa mipaka. Nibariki, ondoa mipaka. Mkono wako uwe na mimi Bwana. Haleluya, haleluya. Hapa kuna kitu Roho Mtakatifu anatufundisha. Hauhitaji maneno mengi. Unahitaji kufocus kwenye point. Hit to the point wanasema. Kama unapasua jiwe, piga hapo, piga mpaka pachimbike. Jiwe ni gumu, halipasuki. Piga lichimbike. Mpaka likichimbika utaona ufa kwa mbali. Piga mpaka ligawanyike, lipasuke. Haleluya, haleluya. Unapokuwa kwenye maombi unahitaji kuwa focus. Yabesi alifocus kwenye shina la uharibifu ambalo ni jina, na alijua kuna mambo tu kama 3 4 na yahitaji ili kutoboa hapa. Jambo la kwanza, ninahitaji kuondolewa laana, na cha kuniondolea laana ni baraka. Jambo la pili, nahitaji kufunguliwa kwenye hii mipaka, vifungo nilivyofungwa, mipaka walioniwekea. Na jambo la tatu, Yabesi akagundua ya kwamba ninahitaji mkono wa Mungu ingilie kati, maana nguvu zangu siwezi. Na jambo la 4, akagundua ya kwamba nahitaji kutengwa na dhambi. Kwa hiyo aliomba, Bwana nibariki, ondoa mipaka yangu. Naomba mkono wako Bwana uwe pamoja na mimi. Naomba Mungu nitoe kwenye uovu. Akarudia. Unajua Biblia inasema, nafikiri inasema, nanyi mkiendelea kuomba katika jambo hilo. Yesu anasisitiza wakati tunaomba, omba jambo hilo. Usisikiliza, wakati unapita mahali pagumu, wakati unaomba, anachofanya Mungu ni kukufunulia mahali ufunguo upo. Ukishashika huo ufunguo, sikiliza, tuna haja ya ufunguo wa kuingilia sebleni. Inawezekana vyumba huko havijafungwa. Haleluya, haleluya. Sina uhakika kama umenielewa. Usianze kuwaza bedroom, chumba cha kulala kiko wazi au hakiko wazi. Usianze kuwaza chumba cha toilet kiko wazi au hakiko wazi. Usianze kuwaza chumba cha jikoni. Wewe waza jinsi ya kupita kwenye hilo geti kuu. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Inawezekana hivyo vyumba vingine huko ndani viko wazi. Asa sikiliza, tunapoomba kwa habari ya pesa inawezekana ni chumbani. Tunapoomba kwa habari ya uponyaji wa magonjwa inawezekana ni chooni. Tunapoomba kwa habari ya amani na utulivu inawezekana huko ni jikoni. Lakini kuna kitu kimoja, lango la utakatifu hilo hapo ungangane nalo. Chanzo cha uharibifu, chanzo ni nini? Kama chanzo ni jina, ungangane hapo, ungangane hapo, ungangane hapo, ungangane hapo. Huo mlango mkuu ukifunguka ukiingia ndani unaweza kukuta mingine imerudishiwa. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema Yabesi alipogundua misingi ya uharibifu wake, alidili na hiyo misingi ya uharibifu wake. Usisahau nguvu ya maombi katika kushughulika na misingi iliyoharibika. Tumejifunza mambo mengi, lakini Roho wa Mungu ametuongoza kwenye toba, ya kwamba toba ni lango la mpenyo kwa mwombaji kuweza kuingia kuomba na kudili na misingi iliyoharibika kwenye maisha yake. Lakini Roho Mungu ametuambia kwamba katika toba kuna kitu kinaitwa ubaptizo. Baptizo kwa Kigiriki baptizo. Baptizo tafsiri yake mention kufa na kufufuliwa kwa kitu kipya. Katika ubatizo tukasema asili inakufa, inaibuka kitu kipya. Lakini katika ubatizo watu wanapewa jina. Haleluya, haleluya. Tunauliza, mama, unataka mtoto aitwe nani? Unasema anataka aitwe Joyce. Unasema Joyce na kubatiza katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hawezi kubatizwa mtu mpaka atoe jina. Haleluya. Na nikakwambia neno jina kwa Kigiriki ni neno anoma. Anoma tafsiri yake ni character. Character tafsiri yake ni sifa na tabia. Kwa hiyo majina ya watu yamebeba tabia za watu kutokana na mudi na sababu ya huyo aliyempa jina kumpa hilo jina. Kwa hiyo kinacholeta impact ama matokeo kwenye maisha ya mtu kupitia jina lake sio jina kama jina. Kwa sababu unaweza kuwa una jina zuri kabisa unaitwa Kristo. Kristo sijui Christian sijui nani. Lakini ukakuta ya kwamba pengine huyo Christian ilikuwa ni mchepuko wa mama wako wa zamani. Alichepuka naye na akafurahi sana. Na alipofurahi sana akasema, yani huyu mtoto akizaliwa kiume nitamuita Christian, yani. Kwa hiyo akazaliwa wa kiume na huyo mke wako akampa jina la Christian kumwenzi mchepuko wake. Kwa hiyo huyu mtoto anaitwa Christian lakini atakuwa anachepuka, maana sababu ya kuitwa Christian haina Roho Mtakatifu ndani yake. Haleluya. Sijui kama mnanielewa. Mungu anadili na moyo. Biblia inasema kwamba kwa moyo mtu amini hata kuhesabiwa haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Na neno la Mungu linasema kwamba watu hao wananikiri kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Sikiliza, unaposema I love you, nakupenda, mbingu haziangalii umeongea nini, mbingu zinaangalia kwenye moyo. Na Mungu anasema Mungu aichunguzae mioyo. Roho Mtakatifu anaweza kuchunguza moyo wako. Kwa hiyo wewe ukasema sijui Christian, sijui ukamwita Joshua, sijui ukamwita mtoto jina gani zuri. Mungu haangalii tu uzuri wa jina. Mungu anaangalia ndani ya moyo wako unawaza nini mpaka ukasema hivyo. Haleluya. Haleluya. Yabesi, hatuambiwi maana ya Yabesi. Sijafuatilia kwamba Yabesi ndio huzuni. Lakini anasema mama sababu ya kumwita Yabesi ni kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Yabesi alipogundua hakuwepo akumsaidia. Haleluya. Haleluya. Sijui kama yuko mtu mmoja hapa ambaye yuko kwenye vifungo afu hakuna wakukusaidia. Wakukusaidia ni nani? Tunatazamia kukusaidia wewe mzazi wako. Haleluya. Najaribu kuingia kwenye maisha yako kukutafakarisha. Kama mikisingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Tumetoka katika misingi iliyoharibika. Kuna vitu ambavyo tutakiwa tusaidiwe. Sikiliza, Yabesi alikaa akajitafakari, akaona mambo hayaendi. Na kimsingi mama yake ndo alimlaani. Kwa mama yake alitakiwa afanye kitu, aseme Mungu ni rehemu. Nilimuita huyu mtoto ili jina, naona ili jina linamtesa, lakini nilimuita kwa kukosea. Mungu ni rehemu, mfungulie tena mtoto wangu maisha. Lakini mama hakuona hicho, na mtoto alikiona. Sijui kwa nini mtoto hakutaka kumhusisha mama yake. Labda mama yake na familia yake ilikuwa kama mimi labda. Sijui kwa nini huyu Yabesi hakutaka kumshirikisha mchungaji wake. Labda mchungaji wake labda alikuwa ama kuhani wake alikuwa na misimamo kama ile niliona mimi. Yabesi akasema haijalishi mama anatambua au hatambui, haijalishi kuhani anaona au haoni, ninachojua Mungu wangu ananiona na anaweza kunisikiliza mimi. Sihitaji mtume, sihitaji nabii, na muhitaji Bwana. Bwana nisaidie. Haleluya, haleluya. Akasema Bwana
nibariki, mimi sio mtu niliyelaaniwa. Bwana, panua mipaka yangu, sitaendelea kukwamia pale. Bwana, nyosha mkono wako nitetee, maana najua sio mfupi ushindwe kuniokoa. Bwana, nitenge na uovu. Akalia asubuhi, akalia mchana, akalia jioni, akalia usiku. Akaomba, watu wakawa wanamcheka, pengine watu wakawa wanamkatisha tamaa, pengine inawezekana alifunga mpaka akakonda, hatujahadisiwa. Lakini mstari ule wa 9 anasema, naye huyo Yabesi alikuwa na heshima kuliko ndugu zake. Haleluya! Haijalishi umeanza kwa kudharauliwa, haijalishi umeanza kwa kukwama, haijalishi umefika mahali umekata tamaa, unataka hata kunywa sumu ujiue, haijalishi ya kwamba umekwamia wapi, inajalisha jambo moja tu. Mjueni sana Bwana ili muwe na amani, ndivyo mema yatakapowajilia. Siku ukijua ufunguo wa kufungua hilo geti kuu, na mageti mengine yaliyoko ndani yataachia. Haleluya! 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 Mtu mmoja alizaliwa na kaka yake. Katika kuzaliwa kwake akamshika kaka yake kisigino, alitaka kumtangulia kabla. Mkunga alipoona ya kwamba anataka kumtangulia kaka yake, akamwekea alama, afu akamuita Yakobo. Yakobo Kiebrania ni Yakobos. Yakobos tafsiri yake ni laghai, tapeli, mtu mjanja, mtu wa hila, ndio tafsiri ya neno Yakobo. Kwa hiyo hakuitwa Yakobo kwa uzuri, aliitwa Yakobo kwa sababu alitaka kufanya hila, achomoke kabla ya kaka yake kadogo, lakini kanataka kumtangulia kaka. Alipozaliwa lile jina likaanza kumpelekesha, akafanya utapeli, akafanya hila, akafanya ulaghai, akabeba baraka za kaka yake, akakimbia. Anaenda kwa mjomba wake, akafanya hila, akafanya utapeli. Mjomba wake mifugo yote, ule jamaa akawa na mifugo mingi kuliko mifugo ya mjomba wake, wakati alikuwa ni kibarua. Alizaliwa kwenye familia ambayo babu alipataga tu mtoto mmoja anaitwa Ibrahim, alizaaga Isaka tu. Alizaliwa kwenye familia ambayo baba alibatika kuzaa watoto wawili tu. Biblia inasema mke wa Ibrahim alikuwa tasa. Maandiko yanasema Yakobo alipoona ya kwamba mke wake ni tasa, akamlilia Isaka. Alipoona kwamba mke wake ni tasa, akamlilia Mungu. Ndio akapata ujauzito. Ule ujauzito ukamtesa sana, akatamani kufa. Yule mama alipoona kimeumana, ametamani kufa, akaomba. Alipoomba, Mungu akamtia moyo, akamwambia usikate tamaa, kwenye tumbo lako kuna mataifa mawili. Asa babu alikuwa na mtoto mmoja kwa sababu bibi alikuwa tasa. Baba alikuwa na watoto wawili kwa sababu mama mzazi alikuwa tasa. Yeye anaitwa Yakobo, yuko kwenye cheni. Siku moja kwa neema ya Mungu akavaliwa na Roho wa Mungu. Kwenye maono akaona uwepo wa Mungu katika eneo alilokuwa. Akasema leo sibanduki hapa mpaka kieleweke. Akang'ang'ana na Mungu. Anang'ang'ana kufanyaje? Kuondoa laana. Laana imetoka wapi? Si alibarikiwa? Babake alimbariki. Hata lakini amekutana na Mungu, anasema nibariki, nibariki, sikuachi mpaka unibariki. Sasa unataka kubarikiwa nini wakati baba alikubariki akasema akijasalia chochote? Esau alipokuja aliambiwa hakuna baraka imesalia, baraka zote nimempa Yakobo. Lakini huyu Yakobo eti anang'ang'ana, anasema nibariki, nibariki, nibariki. Ni kama Roho wa Mungu alimfunulia ya kwamba umebeba jina lililobeba maagano ya utasa, umebeba jina lililobeba maagano ya kutokufanikiwa, umebeba jina lililobeba misingi ya hila na ulaghai. Kwa hiyo akaomba abarikiwe, akaomba abarikiwe, akaomba abarikiwe. Dakika za mwisho alibarikiwaje? Alibadilishwa jina. Akaambiwa basi sina baraka ya kukubariki kwa sababu baraka zote ameshakubariki Isaka baba yako.
lakini baba yako hakufunuliwa hichi kwa sababu ni cha kiroho, baba yako hakupaswa kuongea yale maneno yote, ili atakuwa tu ashughulike na jina. Kwa hiyo akamwondolea kile kifuniko, akamwambia kuanzia leo utaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hilo jina tu la Israeli, malango 12 yakatoka kwenye viuno vya Yakobo. Manake kama Yakobo ni tasa, lakini kama Israeli ni taifa. Kwa taifa la Israeli limeanzia kwenye jina. Mtu mmoja aliondolewa jina lenye misingi ya hila, lenye misingi ya ulaghai, lenye misingi ya ujanja, lenye misingi ya utasa, akavalishwa jina jipya, jina Israeli, taifa. Kazaa watoto 12. Israeli kuna kabila ngapi? 12. Haleluya. Taifa la Israeli kazaliwa hapa. Tungeongea kwa lugha ya sasa hivi kwenye mafundisho, tungesema yule malaika alimbariki Yakobo kwa kumbatiza. Akambatiza. Unaitwa nani? Yakobo. Okay, mimi nakubatiza kuanzia leo sio Yakobo, wewe ni Israeli. Nimekupa jina la kuwa baba wa mataifa. Haleluya. Haleluya. Na ujitafakari na ujichunguze ndugu yangu. Una jina gani? Una jina gani? Lantoregedebo shataya. Haleluya, haleluya. Sikiliza. Tunazungumza kwa habari nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi katika kushughulika na misingi iliyoharibika. Na hiyo nguvu ya maombi inaanzia hapo kwenye jina. Natafuta jina moja. Nafikiri sijui ni Mwanzo 37. Roho Mtakatifu amenikumbusha hapa. Mungu ananipenda, atanionyesha. Mwanzo 35. Mwanzo 35 ndugu yangu sikiliza. Mwanzo 35. Tuanze kusoma mstari wa 16. Na Roho Mtakatifu anisaidie niishie hapo. Hii mada ya jina nafikiri imetoka huko mbinguni kwa ajili yetu. Nafikiri nahitaji kuiwind up. Mwanzo 35 mstari wa 16 mpaka wa 20 mpaka nitakapoishia. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Biblia inasema hivi: wakasafiri kutoka Betheli hata ukabaki mwendo wa kitambo tu kufika Efrathi. Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa, na utungu wake ulikuwa mzito. Ikawa alipokuwa akishikwa sana na utungu, mzalisha akamwambia, usiogope, maana sasa utamzaa mwanamume mwingine. Ikawa hapo katika kutoa roho yake, maana alikufa, akamwita jina lake Benoni. Anazaa katika hali ya uchungu wa kufa. Alipozaa mtoto wa kiume akamwita nani? Benoni. Sema Benoni. Naendelea. Lakini babaye akamwita Benyamini. Akafa Raheli. Raheli akazikwa katika njia ya Efrath, ndipo Bethlehem. Bwana apewe sifa. Sasa tafsiri ya neno Benoni ni son of my sorrow. Na tafsiri ya neno Benyamini, Mungu wangu nimesahau ile tafsiri. Sijui ni mtoto wangu wa ushindi. Sasa mama yule wakati anazaa akasemaje? Ataitwa Benoni. Wa mama wanaelewa. Akasema Benoni, kesi kaisha. Manake mwana wa huzuni yangu, son of my sorrow. Baba machali akamcheza hapa. Ataitwa Benyamini. Naelewa hiyo kitu. Naelewa hiyo kitu. Mudi ya mama anapozaa, asipokuwa na neema ya Mungu, anaweza kalaani mtoto hata kama atamuita jina zuri. Asa
Mama ama baba wakigundua hiyo kitu, wanaweza kuitengua papo kwa hapo. Lakini wasipojua, sisi tutakuwa katika hiyo misingi na tutapelekeshwa na hayo majina. Nasikitika sana kwa nini nimesahau maana ya Benjamini. Lakini nahisi ni mwana wa mtoto wangu wa ushindi. Sina uhakika. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Asa, nguvu ya maombi yetu katika kushughulika na misingi iliyoharibika inawezeshwa na kiwango chetu cha toba mbele za Mungu, lakini inawezeshwa na kiwango chetu cha kuweza kudili na asili ya miili yetu na vitu vinavyoipa backup miili yetu. Hallelujah. Narudia tena, Roho Mtakatifu anipe lugha nzuri unielewe. Mwili wako una asili ya mauti na dhambi kulingana na mazingira tulioko. Ile tulisoma kwenye Warumi 8. Lakini viko vichocheo ambavyo naweza nikasema ni backup, ni vitu vinavyousaidia mwili umtumikishe mtu katika mwili. Na viko vichocheo vinavyoamsha roho wa Mungu aliyeko ndani ya mtu. Bwana apewe sifa. Huwezi kuomba zaidi ya kiwango cha uhalali ulionao mbele za Mungu. Na uhalali tulionao mbele za Mungu tunaupata kwa mtu kujitafakari. Hallelujah. Jitafakari, umetoka wapi? Unaitwa nani? Kwa nini unaitwa hivyo? Kuna watu wamepewa majina ya kurithi. Siku moja naomba pale kanisani kwetu. Tena Roho Mtakatifu amenikumbusha. Siku moja tunaomba pale kanisani kwetu. Tunaomba. Mungu akaniambia, hapa kuna Maria. Kuna Maria watatu. Nao Maria watatu wote wanatusumbuliwa na tatizo sawa. Wanaumwa ugonjwa fulani unafanana. Alafu Mungu akaniambia, na hao Maria watatu, majina yao yote ya Maria ni ya kurithi. Wakati namsikiza Roho Mungu hivyo, Roho Mungu akaniambia ni yule pale, ni yule pale, na yule pale. Na mwingine mmoja wa 4, lakini yeye hakuwa Maria. Nikawaita wale pale mbele. Nikamwambia, Mungu ameniambia mna majina ya kurithi. Nikamuuliza, wewe unaitwa nani? Maria. Bibi yako anaitwa nani? Akasema Maria. Na wewe Maria. Bibi yako anaitwa nani? Maria. Na wewe Maria. Bibi yako anaitwa nani? Maria. Na wewe? Yule akataja jina lake, akataja na jina la bibi yake. Huyu mwingine simtaji kwa sababu nikimtaja anaweza akasikiza tu akajua. Bwana apewe sifa. Sasa nikaona wauliza kwa siri sasa, mmoja mmoja, una shida gani? Akaniambia, una shida gani? Zote zinafanana. Wana majina ya bibi zao na wanaumwa kitu kinachofanana wote watatu. Bwana apewe sifa. Tusimame. Unajua, napotafakari juu ya hii semina, inaona Mungu akifunua siri zake kwetu ili kila mtu akapambane na hali yake. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wewe una neema rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una neema. Sijui kwa upande wenu, lakini kwa upande wangu mimi, enzi zile wakati tunakuwa vijana, haikuwepo hii neema ya sasa hivi ya kwenda kanisani kufundishwa hivi. Kwa hiyo ilikuwa ukiwa na shida, inabidi upambane kutafuta uso wa Mungu ili usaidike mwenyewe, wewe mwenyewe ujisaidie mwenyewe kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Lakini sasa hivi hata mimi na uchungaji wangu, Mungu ananisaidia kirahisi sana kwa sababu njia ya kulipata neno la Mungu ni kubwa mno. Tunapoandaa semina kama mchungaji alivyo pale, hata mimi nikiandaa semina kule kwangu, sasa mtumishi anafundisha na mimi nakaa na nasikia Roho wa Mungu akiongea na mimi. Akimaliza usharika wamehudumiwa na mimi nimepata mpenyo wa kunisaidia mpaka huduma nyingine itakapokuja. Bwana apewe sifa. Asa Mungu hawezi kumsaidia mtu zaidi ya kumfungua akili zake. Kwa napenda kuambia watu,
Hii mambo ya kuombea watu wanaanguka mapepo hayatokagi, yanashtuka, yanashtuliwa na uwepo wa Mungu. Haleluya. Narudia tena, Mungu anisaidie. Unapoona tumeomba mahali watu wameanguka mapepo, hawajafunguliwa. Ni yale maroho tu yanapozidiwa na uwepo wa Mungu yanapata shida, yana manifest, yanajidhihirisha, lakini hayatoki. Kwa nini? Kwa sababu hata yule anayetoa mwenyewe haelewi kimeanzia wapi, haelewi kinaishia wapi. Swala la deliverance ni jambo ambalo mtu anatakiwa adili nalo mwenyewe taratibu. Katika kujiombea, Mungu anazifunua siri zake. Bwana apewe sifa. Utamwandikiaje mgonjwa dawa na ujui anaumwa na nini? Nani anaweza kujifanyia deliverance? Ni mtu mwenye shida mwenyewe. Haleluya. Maana wewe ndio unajua unalalaga au ulalagi. Wewe ndio unajua kwamba tukikuangalia unakuja kanisani, unatoa sadaka, lakini wewe ndio unajua unamtumikia Mungu au unamtumikia shetani. Hiyo ni siri yako. Sisi tukikuona umevaa kitenge, sijui umevaa suti, sijui umekuja hapa, umefanyaje? Hakuna anayejua. Hata mimi ukiniangalia hivi, sasa hivi na hizi huduma zilivyokuwa, hatujui wa shetani ni yupi, hatujui ni wa Mungu ni yupi. Siri ni za hao watu waliobeba vitu vyao wenyewe. Kwa hiyo mwenye shida anaweza kujisaidia kuliko kutafuta msaada. Kama Yabesi aliomba peke yake, Mungu akamsaidia. Yakobo aling'ang'ana na Mungu peke yake, Mungu akamsaidia. Na mimi nilipolemewa, nililia na Mungu peke yangu. Mungu akaniambia vitu ambavyo pengine navijua, lakini sikuwahi kuvichukulia kwa uzito kwamba vinaweza kunifunga mahali. Haleluya. Na wewe una siri zako. Na saa nyingine shetani anakusahaulisha. Hauzikumbuki, hata ukizikumbuka hauzibebi kwa uzito. Ukikumbuka hizo, ukidili nazo, unafunguliwa. Hata kama hakuna mtume wala nabii, wala hakuna unabii, wala usitafute unabii. Sasa unatafuta unabii wa nini wakati unajua kila kitu cha kwako? Sijui kama umenielewa. Unabii anatafuta kwa ajili gani? Kwa ajili ya kufunuliwa vitu visivyojulikana, lakini wewe ni kipi usichojua juu ya maisha yako?